Siku ya Ijumaa, siku ya baraka mpya, siku ya kuinuliwa na Mwenyezi Mungu. Asubuhi njema, hali gani ndugu zangu, dada zangu, mahali popote pale mnatupata mkiwa. Ninaamini kwamba bado umeamka ukiwa unaamini Mwenyezi Mungu atakutendea. Unaamini Mwenyezi Mungu, yani anakuona, anakuelewa na ataweza kutenda jambo jipya ndani ya maisha yako. Basi karibu sana katika hiki kipindi cha manyunyu ya baraka, tuzidi na kuogelea ndani ya hayo manyunyu ili tukaweze na kupokea mengi ambayo mtumishi wa Mwenyezi Mungu anatuletea. Sio mwingine mbali ni Pastor Njasinda sana kutoka kanisa la ABC Misuuni, Mitaboni Pastoret, Machakos, Sub-Headquarter. Karibu. Asubuhi ingine ya leo, mpendwa mtazamaji, naomba nikusalimu katika jina la Yesu Kristo. Bwana Yesu na asifiwe. Natumai unaendelea kubarikiwa na neno la Mungu. Natumai neno la Mungu linazidi kukutia nguvu katika hii safari. Neno la Mungu siku ya leo tunaenda kutoa katika kitabu cha Luka mtakatifu sura ya 10 mstari wa 38 hadi mstari wa 42. Luka sura ya 10 mstari wa 38 hadi mstari wa 42. Neno la Mungu linasema hivi: Ikawa katika kuenenda kwao, aliingia katika kijiji kimoja. Mwanamke mmoja jina lake Martha akamkaribisha nyumbani kwake. Naye alikuwa na umbu lake aitwaye Mariamu, aliyeketi miguuni pake Yesu akisikiliza maneno yake. Lakini Martha alikuwa akihangaika kwa utumishi mwingi. Akamwendea akasema, Bwana, huoni vibaya hivyo ndugu yangu alivyoniachia niitumike peke yangu? Basi mwambie anisaidie. Bwana akajibu akamwambia, Martha, Martha, unasumbuka na kufadhaika kwa ajili ya vitu vingi, lakini kinatakiwa kitu kimoja tu, na Mariamu amelichagua fungu lililo jema ambalo ataondolewa. Bwana Yesu na asifiwe. Na tuombe. Baba, katika jina la Yesu tunakushukuru, tunakuinua kwa sababu wewe ni Mungu na hakuna aliye kama wewe. Asubuhi ingine ya leo Bwana, umetubariki na uhai. Tuendapo kulisikia neno lako, naomba Roho wako Mtakatifu akaweze kunifunulia neno lako ili nikaweze kuyanena yaliyo ni mapenzi yako, na neno lako likatutie nguvu na tukazidi kuimarika katika imani yetu. Katika jina la Yesu tunaomba na kushukuru. Amina. Neno la Mungu asubuhi hii ya leo, mpendwa mtazamaji, tumesoma kuhusu mwanamke mmoja ambaye alikuwa anaitwa Martha. Alimkaribisha Yesu Kristo katika nyumba yake, na alikuwa na dada yake aliyekuwa anaitwa Mariamu. Na Yesu Kristo alipofika kwao, neno la Mungu linatuambia kana kwamba Mariamu aliketi miguuni pake Yesu akiyasikiliza maneno yake, naye Martha akaenda kujishughulisha na mambo mengi. Na alipokuwa akishughulika na mambo mengi, akamwangalia dada yake mahali ameketi, akaona amemwachia kazi zote, na akamwendea Yesu Kristo akamwambia, huoni vile dada yangu ameniachia kila jambo nifanye peke yangu? Mwambie akuje anisaidie. Lakini Yesu Kristo akamjibu Martha akamwambia kana kwamba Mariamu amelichagua fungu ambalo aliwezi kuondolewa kwake. Neno la Mungu asubuhi hii ya leo, mpendwa mtazamaji, nataka tukaliangalie kuhusu kutulia kwa Bwana, acha kuhangaika. Tulia kwa Bwana, acha kuhangaika. Wakati mwingi sisi kama Wakristo tunapenda kujipa shughuli za mambo mengi. Tunahangaika na mambo mengi ambayo hayana mwisho. Pengine ni shida zinakufanya uhangaike. Una msimamo wa imani yako. Leo unaabudu kwa hili kanisa, kesho unaenda kanisa lingine,
kesho unaenda kanisa lingine, mwaka ukiisha ni kama umetembea kanisa zote katika kijiji chako. Lakini ile jambo nataka kukuhimiza asubuhi hii ya leo, mpendwa mtazamaji, tulia mahali pamoja. Ndio unasema unamtafuta Yesu, lakini Yesu ulikutana na yeye kitambo. Wakati ulipookolewa, hapo ulikutana na Yesu. Na unasema nataka kumuona Yesu katika familia yangu. Nataka kumuona Yesu kwa mambo yako. Yesu tayari ushamuona, lakini umejipa shughuli za mambo mingi. Na ndiposa asubuhi hii ya leo ninakwambia ya kwamba tulia kwake Yesu, usikize mambo yake, umuombe, umwamini yeye, na hayo mambo yanakupa shughuli, yeye ataenda kuyashughulikia. Bwana Yesu na asifiwe. Wakati Martha alikutana na Yesu, alienda akamwambia keti hapa, na yeye akajipa shughuli. Hakutambua kana kwamba Yesu amewasili katika nyumba yao. Anafaa kuketi ili aweze kuyasikiliza maneno yake, yamtie nguvu na yakaweze kumpa kusimama. Akajipea shughuli nyingi, na wewe umejipea shughuli nyingi za kumtafuta Yesu kila mahali. Ni kama ni sindano utampata, umshike na mkono. Unasema umesumbuka miaka mingi, bado hujamuona Yesu, bado hujapatana na yeye. Lakini mimi nakuhakikishia ya kwamba Yesu ushampata kitambo. Ni wewe hujamtambua kana kwamba umempata. Keti miguuni pa Yesu, usikize maneno yake, amini neno lake ambalo unalisikia kila wakati. Amini ya kwamba yeye ni Mungu awezayo mambo yote. Yale mambo ambayo yanakupa shughuli mingi, yeye anaweza kuyashughulikia na yakatulia kabisa. Bwana Yesu na asifiwe. Kwa hivyo mpendwa mtazamaji, ukitulia kwa Yesu, atakupa amani ya moyo, atakupa furaha ya moyo, atakupa utulivu katika maisha yako. Atarudisha ile furaha ambayo ibilisi ameiba katika familia yako. Atarudisha upendo. Kwa hivyo tulia kwa Yesu, sikiza maneno yake, fanya vile anavyosema katika neno lake. Ukitulia hapo kwako, atakupa utulivu wa moyo. Tulia hapo kwake, atakupa amani ya moyo. Amani ya moyo ambayo imeimbiwa, Yesu ataenda kukupa kwa sababu umetulia kwake. Atakuongoza na kukutoa katika shida. Na atakuhakikishia kuwa nawe kila wakati. Kwa hivyo mpenzi wa Mungu, mpendwa wa Mungu, mtumainie Mungu. Acha kuhangaika na mambo mengi. Acha kujipa shughuli za mambo mingi. Tulia kwake Yesu na utapata jibu. Atarejesha amani ya moyo, atarejesha furaha ya familia, na atarejesha kila kitu chote ambacho kinakupa shughuli. Kwa hivyo mpendwa wa Mungu, tulia kwake Bwana, kwa maana kuna jibu. Bwana atubariki na alibariki neno lake. Amina. Baba, katika jina la Yesu Kristo, tunakushukuru, tunakuinua, tunakuhimidi kwa sababu wewe ni Mungu. Tunakushukuru ni kwa ajili ya neno lako ambayo Bwana umeweza kunena nasi asubuhi hii ya leo. Tunaomba neno lako likazidi kutupa nguvu na imani ya kuendelea na mbele katika hii safari. Katika jina la Yesu Kristo, tunaomba na kushukuru. Amina. Kumtanguliza Yesu na neno lake ni jambo la muhimu sana katika maisha yetu. Na hilo jambo alipaswi kufunikwa na shughuli ama kwa shughuli nyingi, hata zile za huduma. Kwa sababu gani? Yaani uhusiano wa karibu na Kristo unafaa kuwa mkubwa. Je, uhusiano wako na Kristo uko namna gani? Uhusiano wako na Kristo, yani uko katika hali gani? Uhusiano wako ni mwema naye, ama uhusiano wako naye uko namna gani? Maana pale ndipo tu tunaweza tukapata usaidizi, msaada
kila wakati. Tuangalie uhusiano wetu, usije ukamalizwa na shughuli nyingi za maisha yetu ya kila siku. Unashughulikia hili, uko busy pale, utaweza na kufika mahali ukaweze na kusahau. Yaani jichagulie kukaa miguuni pa Yesu, kukaa karibu naye, uhusiano wako ukaimarike siku baada ya nyingine, ili tukaweze na kuendelea na kupokea baraka, kupokea usaidizi, kupokea msaada kutoka kwake. Ni siku njema ambapo ndugu zetu wanaenda katika nyumba za ibada kuabudu Mwenyezi Mungu. Ninawatakia ibada njema, ibada ya baraka pia kwako mpenzi mtazamaji. Mahali popote pale utashinda ukiwa zile shughuli ambazo umeweza na kuamkia kwa siku ya leo. Mungu akazibariki. Mungu akakulinde na akawe pamoja nao. Shalom.